kama nilivyosema mwanzo, profesa aliyeshia mimi ambacho ningeweza kusema. Nachoweza kusema tu mbele yako Mheshimiwa Rais ni kwamba sisi kazi yetu muhimu wa mahakama ni kutoa haki. Katiba katika ibara 107 capital A na capital B imetueleza kanuni zinazotuongoza. Na katika hizo sheria zote zinazotungwa huwa zina mambo matatu. Zinazungumza maslahi ya haki, maslahi ya umma na maslahi ya taifa. Na hata kama hawana pesa mpakia. Kuziangalia ndivyo zilivyo. Na katika kutoa haki tumepewa kanuni ambazo zinatuongoza. Na mojawapo ya kanuni ni kutenda haki kwa watu wote bila kujali hali ya mtu kiuchumi na kijamii. Lakini pia kuharakisha utoaji haki isipokuwa kama kuna sababu ya msingi. Lakini pia kutofungwa na masharti ya kiufundi yanayoweza kusababisha haki kutotendeka ipasavyo. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo sisi katika mahakama ya Tanzania tutaendelea kulisimamia. Ulipokuja kutuzundulia majengo yetu siku ile, nadhani ilikuwa tarehe 4 au tarehe 5 mwezi wa 4, mimi nilikuwa umenituma kazi kule Ngorongoro. Nilikusikiliza kwenye YouTube kwa ratiba ile hotuba. Ulisema hivi: serikali imeimarisha miundombinu ya mahakama. Kuna vituo ama jengo haya haki jumuishi, vituo vya haki jumuishi. Na sasa Mheshimiwa Sija amesema imebaki 9 vya kukamilishwa. Mule huko kuna masijara, kuna vyumba chambers za majaji, wakati fulani wanaweza wakakaa 4 5. Nilichokuelewa mimi ni kwamba kana kwamba unatuelekeza au kutushauri tuangalie, na kwa sababu sisi moja ya kanuni zetu kule mahakama ni citizen centric service, yani kwa Kiswahili yani huduma zinavyolenga mwananchi wa kawaida. Kwa nitaenda kushauriana na wenzangu tuone namna gani tunaweza kutekeleza maelekezo haya ili kusogeza huduma zetu karibu na wananchi. Na hii ina faida kwa sababu hii moja ya njia ambayo inaweza kuharakisha utatuzi wa hii migogoro, yani watu kupata haki zao mapema. Na kuna masuala pia ya kiuchumi na Jaji Mkuu ameyazungumzia. Senta kama ya Dar es Salaam ndio mji mkuu wa kibiashara. Ameongelea juu ya ustawi. Na sisi mahakama tuna mchango. Nitashauriana na wenzangu kuona namna gani tunaweza kuboresha hivi. Kwa mfano, tunaweza tukawa na mahakama ya rufaa ambayo inafanyia kazi permanently Dar es Salaam, Mwanza, Arusha au hata Mbeya. Hayo ni mambo ambayo Mheshimiwa Rais kwa sasa siwezi kusema nikiwa na confidence, kwa sababu ni mambo ya kwenda kushauriana na wenzangu namna gani tunaweza kuyafanya ili kurahisisha. Tukifanya hivi uchumi utaenda haraka, watu watapata haki zao kwa haraka, na Mungu ataendelea kulibariki taifa letu hili. Na la pili ambalo pia Mheshimiwa Rais ningeomba na nakuomba sana Mheshimiwa Rais, ninapoendeleza pale Mheshimiwa Jaji Mkuu alipoishia, kuna kipindi tulikuomba kuhusu ile zumari iliyopigwa kule Zanzibar. Na kwa kawaida zumari ikipigwa Zanzibar usikika maziwa makuu. Na kwa hiyo ninachokuomba Mheshimiwa Rais, kwa muda mrefu sikumbuki pamoja na kukaa kwangu hapa Ikulu kwa miaka mingi, kama kuna rais, labda Profesa Ibrahim na Profesa Kabudi, wao kwa vile ni watafiti wanaandika, kama kuna rais kuanzia kwa Mwalimu Nyerere mpaka sasa aliyewahi kwenda kufanya mkutano na majaji kwa pamoja, sikumbuki. Kama kuna rais basi wa aina hiyo, si vibaya tena. Na wewe Mheshimiwa Rais, tunakuomba sana kwa wakati wako mwafaka, kutokana na ratiba zako na mambo mengi, ni kuombe na kukualika kwa niaba ya wenzangu
basi utenge muda uje uzungumze na watumishi wa mahakama wote, wakiwa majaji. Kama muda utaruhusu tutazungumza na utaunganisha wote, lakini tunaweza tukaanza na majaji kwa sababu muda wako ni mdogo. Kwa hiyo katika hapo tutazungumza mambo mengi, mazingira ya kazi zetu, namna gani usikivu, kuimarisha usikivu wa ile zumari iliyopigwa Zanzibar na huku kwetu inasikika. Kwa hiyo baada ya kusema haya, Mheshimiwa Rais, sina mambo mengi ya kusema, na kama nilivyosema, profesa amenisaidia sana kwa yale ambayo ningeweza kusema, na leo hii sio forum yangu. Narudia kusema na kuwashukuru ndugu zangu ninyi wote mliokuja, viongozi na watumishi wenzangu, kwa kutenga muda wenu kuja kwenye tukio hili, kusherehekea siku hii, kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu ambaye mimi naendelea kumuomba siku zote aendelee kunisimamia kwa ajili ya utumishi katika nchi hii. Mimi naendelea kuwa mtumishi wa umma. Nilipoapishwa kuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, waandishi wa habari waliniuliza, nikamwambia sikiliza, mimi ni mtumishi, mniiteni tu mtumishi. Nikaeleza sababu kwa nini. Nikamwambia kwa mujibu wa sheria ya utumishi wa umma, mimi ni mtumishi wa umma. Kwa mujibu wa ibara 35 ya katiba, mimi ni mtumishi wa serikali. Lakini rais nilikusikia kule Zanzibar wakati tunamwapisha naibu waziri mkuu kwamba sisi viongozi ni watumishi wa umma. Tunatokana na watu, tunawajibika kwa watu. Na niogopa sana kujitutumua. Wale wote niliofanya nao kazi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, hata akiwa alikuwa mhudumu, siku zote wananiita mimi ni mtumishi. Sio mtumishi wa kanisani, mtumishi wa umma. Kwa nabaki kuwa mtumishi wa umma pamoja na kwamba na cheo hiki. Kwa waandishi wa habari, nitangulia kusema, sisi huku serikalini huwa tunawasiliana kwa maandishi, kwa barua, na mambo mengi ni asili. Lakini ukitaka communicate na public, ukitaka kuwasiliana na umma, lazima watafute watu wa vyombo vya habari. Kwa hiyo mimi milango yangu iko wazi. Serikali yako hii imefanya mambo makubwa chini ya kipindi hiki. Mahakama imekuwa ikiyaeleza, lakini mengine basi tu watu hawazingatii. Tutaendelea kuengage waandishi wa habari kusudi watusaidie kueneza mambo mazuri yanayofanywa na mahakama. Mheshimiwa Rais, naomba nisikuchoshe, una ratiba nyingi. Kwa mara nyingine tena nakushukuru. Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki, na wote mliokuja kushangilia na kusherehekea swala hili, Mungu aendelee kuwabariki sana. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania, tunakushukuru.